Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya makundi ambao tumetoka kuutazama visiwani Zanzibar nchini Tanzania siku ya leo, ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Azam Football Club wakiwa wanacheza mechi ya mzunguko wa pili dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Wydad Casablanca kutokea katika nchi ya Morocco. Mechi hiyo ilikuwa ni ya kuvutia kweli kweli katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, hususan Wydad walivyokuwa wakishambulia na Azam walivyokuwa wakishambulia. Fahamu katika kipindi cha kwanza mpaka kinamalizika, basi timu hizo ziliweza kutoshana nguvu ya sare ya 0-0. Na mara baada ya hapo tutashuhudia katika kipindi cha pili Wydad Casablanca wakaja na moto wa kuotea mbali, na ndipo tunaposhuhudia katika dakika 57 kupitia kwa Themenkos Loch aliweza kupiga kisigino safi, kisha team captain Nordin Amrabat akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Wydad Casablanca bao la kwanza, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi Wydad Casablanca wameweza kuondoka na alama mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club kutokea nchini Tanzania, ukiwa ni mchezo wao wa mzunguko wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Kumbukwe mechi ya mzunguko wa kwanza Azam walicheza dhidi ya Maniema Union ya DR Congo na kuweza kufungwa mabao 2-0, na sasa wamekutana na Wydad na kuweza kudondosha alama, ambapo tunashuhudia msimamo ulivyo kwa sasa. Wydad ndiye kinara akiwa amecheza michezo miwili, ana alama 6. Katika nafasi ya pili wapo Maniema Union ambao wamecheza mechi moja na alama 3. Azam katika nafasi ya tatu akiwa amecheza michezo miwili na alama 0. Nairobi United yeye amecheza mchezo mmoja na alama 0, lakini kumbuke Maniema Union watakwenda kucheza na Nairobi United ya nchini Kenya. Lakini fahamu mchezo unaofuatia mwakani Azam atakwenda kucheza dhidi ya Nairobi United, huku Wydad wakienda kukutana na Maniema Union katika mechi za mzunguko wa tatu. Kwa hiyo hivyo Azam wameshindwa kufanya vizuri katika mechi zao hizi za mzunguko wa kwanza na wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuambie neno la comment kwa upande wako. Je, ni kitu gani haswa kinachoifelisha klabu ya soka Azam na kushindwa kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa licha ya kuwa na benchi bora la ufundi? Tuamoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.